Tuelekee nchi jirani ambapo Rais wa Muungano wa Jamhuri ya Tanzania Samia Suluhu Hassan amesema kuwa matukio ya ghasia za Oktoba mwaka 2025 zilipangwa na kufanikishwa kwa usaidizi kwa watu kutoka nje ya Tanzania. Rais akisema kuwa uchunguzi ukikamilika, waliohusika watachukuliwa hatua kali za kisheria. Mwenyekiti wa tume ya kuchunguza matukio hayo, Jaji Mkuu mstaafu Mohamed Othman, akisema kuwa kumekuwepo na visa vya wananchi kupigwa risasi na pia baadhi yao kupotea, ila hakuna uhakiki wa makaburi ya halaiki yaliyoripotiwa. Isitoshe, tume imepata ushahidi usio wa shaka kwa matukio ya ghasia ya 29 Oktoba yalipangwa, yaliratibiwa, yalifadhiliwa na kutekelezwa na watu waliopata mafunzo. Sababu ya halisi ya vifo, yani underlying causes au antecedent causes, vifo vingi vilitokana katika idadi hiyo kupigwa risasi, ambayo ni vifo 197 sawa na 90%, na vifo 22 sawa na 10% havikuhusiana na matumizi ya silaha za moto. Taarifa ya uchambuzi wa wataalamu inabainisha kwa maiti 166 zilikuwa na majeraha ya sehemu ya mkono na miguu, na maiti 36 zilikuwa na majeraha sehemu ya kifua na tumbo, na maiti 12 zilikuwa majeraha sehemu ya kichwa na shingo. Maiti moja ilikuwa haina baadhi ya viungo. Tume imetueleza kwamba uchunguzi umebaini kuwa ghasia zilizotokea zilipangwa, ziliratibiwa, zilifadhiliwa na kutekelezwa na watu wenye mafunzo na vitendea kazi vya kufanyia uhalifu na uharibifu. Hali kadhalika imebaini kuwa malengo ya wahusika hao yalikuwa ni kuvuruga uchaguzi na kutengeneza ombwe la uongozi ili nchi isitawalike, na ndio maana ghasia zilianza siku ya uchaguzi. Ili kutimiza azma hiyo, tumeelezwa kuwa wahusika walilenga miundombinu muhimu na kuvuruga mfumo wa huduma za jamii ili kuathiri uchumi na kuidhoofisha serikali. Kwamba demokrasia sio chupa ya Coca-Cola ambayo unaweza kuiagiza. Demokrasia inapaswa kuendelezwa kulingana na nchi yenyewe. Hii ndiyo imani yetu. Sasa nasi kama nchi tuachwe tujenge demokrasia yetu kwa misingi yetu, mila na desturi zetu.